Hii ni Sabasaba maalum sana, inaitwa jubilei ya miaka 50 ya maonesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam. DITF kwa sasa tu katika banda la mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Wapo katika ushiriki wa maonesho haya ya dhahabu. Godfrey Kusolo, Ndalini Media, popote tunakupeleka katika vyombo vyetu vya habari kuweza kuona msimu huu wa Sabasaba. Sasa tumepata fursa ya kukutana na mkurugenzi mkuu wa PPRA Dennis Simba. Kwanza mkurugenzi, hongera kwa kufika leo, na umeonaje tathmini baada ya kufika katika banda lako hili? Nashukuru na mmepata fursa ya kuja kutuona, na mimi wanapenda kuanza salamu kwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kuturuzuku afya njema kukutana siku ya leo kabisa. Vile vile kwa kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake bora, imara na wenye kujali kazi na utu, na sisi tumepokea maelekezo yake, na maelekezo yake kama mamlaka ndio tunayatekeleza, wakisha tunasimamia ununuzi wa umma kuleta kwa jamii. Ukiniuliza kuhusiana na hili swala la the Golden Jubilee au la miaka 50, mimi bahati nzuri nimeanza kushiriki maonyesho haya muda mrefu sana. Nachokiona sasa hivi sio ambacho nakiona nilikuwa nakiona miaka 30 iliyopita. Kila kitu ni tofauti, ni kama usiku na mchana, na linalonifurahisha zaidi ni kwamba sasa tunaona katika mabanda wafanyabiashara wazawa. Mabanda haya miaka ya nyuma ilikuwa tunakuja kushangaa sana sana kampuni za kigeni. Na hiyo sasa inaendana sana na dhana ambayo tunaisimamia sisi, kuhakikisha kwamba tunawawezesha wafanyabiashara wenye makampuni wazawa kushika uchumi wa nchi hii. Hayo ndio naweza kuyasema. Kwa hiyo ni jukwaa ambalo wanayetufuatilia ni jukwaa muhimu sana, aje ashuhudie msimu huu sana. Hem, twende moja kwa moja kwenye dhana sasa ya PPRA, lakini pia masuala ya ununuzi wa umma. Wanaokuja hapa bila shaka wanapewa elimu, taarifa mbalimbali kuhusiana na majukumu na wajibu wa PPRA. Nini sisi tunachoweza kusema? PPRA tunasimamia sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023-2024 kwa sasa, ambalo jukumu letu ni kuhakikisha kwamba, labda nikuulize, unaona juzi tu hapa Mheshimiwa Balozi Hamis Musa Omar, waziri wa fedha, aliwasilisha bajeti ya serikali bungeni ambayo ilikuwa ni takribani trilioni 62. Sasa unapozungumzia bajeti hile ambayo imewasilishwa na imepitishwa na bunge, takribani 60% mpaka 70% ununuzi wa umma. Sasa unaweza kuona hapo unazungumzia zaidi ya trilioni 20-30. Ni fedha nyingi ambazo zinatumika katika miradi mbalimbali, uwekezaji wa serikali katika miundombinu, katika afya, katika elimu, katika nyanja mbalimbali ambazo ni kupitia wizara, kupitia idara, kupitia halmashauri, kupitia taasisi za umma. Sasa fedha nyingi kiasi hicho zinahitaji uratibu, na kwa sababu tulishusha tuligatua madaraka na kushusha mpaka kwenye ngazi ya kata na mtaa kufanya ununuzi wa umma, kunahitakiwa chombo cha kusimamia hilo. Sasa ndio kazi yetu sisi PPRA, lakini yote tunayafanya kwa kuzingatia sheria hii. Ndio, karibu. Na siku hizi wanakwenda mtandaoni moja kwa moja kupitia NeST kabisa, na sheria hii imetuelekeza kusimamia na kujenga mfumo wa kielektroniki. Ndio maana nimesema zaidi ya trilioni 30, lakini ukija ukaichamganua katika zabuni, takribani zabuni 300. Zabuni 300 nazisimamiaje kama hauna mfumo? Kwa hiyo ndio maana tumewaleta sasa watumiaji wa mfumo, sasa taasisi nunuzi, taasisi kuu 1350, taasisi za ngazi ya chini zaidi ya 60,000. Kwa hiyo tuna zaidi ya watumiaji ambao ni wanunuzi kupitia fedha ya serikali 60,000. Hapo nazungumzia kama nilivyosema hizo ngazi kuu, kwamba wizara, idara, halmashauri 184 zote, lakini tunakuja sasa ngazi ya chini ambayo ni zahanati, shule za msingi, sekondari, mpaka ofisi za mitaa na ofisi za kata na mitaa, zote hizo tunatumia fedha za serikali, na ununuzi wote huo tunaweza kuushika katika mfumo wa kielektroniki na kuweza kutunza taarifa na kuhakikisha kwamba kuna uwazi, usawa, ushindani
pamoja na thamani halisi ya fedha katika ununuzi wa umma. Mkurugenzi, mafanikio hayo pamoja na ya NeST mtandao kwa ujumla yameleta matokeo gani sasa hasa kwa jamii katika kukuza uchumi wa wananchi moja kwa moja? Sasa mimi niende moja kwa moja kwa hili ambalo tunalisimamia sasa, ambalo linahakikisha kwamba ununuzi wa umma sio soko tu ambalo muuzaji na mnunuaji anakutana. Ununuzi wa umma sasa kupitia sheria ya ununuzi wa umma, na hayo ni maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwamba unakuwa endelevu, unakuwa shirikishi, jumuishi, lakini yenye ushindani. Na kupitia sheria hiyo ununuzi wa umma ikaelekezwa kila taasisi ununuzi itenge 30% ya bajeti yake au ya ununuzi wake kwa makundi maalum ambao ni vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Ninapozungumza na wewe sasa hivi zimeshatolewa zabuni za bilioni 51.3 kwa ajili ya makundi haya, kwamba vijana wamepata zabuni hizo, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu, na tunaendelea kuongeza kasi ya kusajili vikundi. Mwaka jana kipindi kama hiki tulikuwa na vikundi chini ya 2000 ambavyo vilikuwa vimejisajili, na tumeweka kambi hapa Sabasaba kuhakikisha kwamba tunaongeza idadi ya usajili wa vikundi. Ninapozungumza na wewe sasa hivi zaidi ya vikundi 12400 vimeshasajiliwa, lakini huo sio mwisho. Tunataka sisi ifike mpaka vikundi 300,000 na wote hawa waweze kuingia na kuonekana kwenye mfumo wetu wa NeST, ili taasisi hizi 60,000 nilizosema ziweze kuwaona na kuwapa kazi wakitekeleza hitaji la kisheria la kuhakikisha kwamba wanatumia 30% kwa ajili yao. Tuende kwenye issue ya local content ili kuwapa nafasi wadhamini wa ndani dhidi ya wageni, maana maonesho haya yanajumuisha nchi zaidi ya 23. Jicho lako liko wapi? Na hilo limeelezwa na kuelekezwa bayana na sheria hii kwamba zabuni kuanzia shilingi 1 mpaka bilioni 50 zitekelezwe na wazawa, na hiyo ni katika nyanja zote, na tumekuwa tukiwajengea uwezo na uzuri, hata mabenki yamefunguka kwa ajili ya kuweka mtaji kwa makampuni ya wazawa. Kwa hiyo tulichofanya ni kuhakikisha kwamba katika nyaraka zetu za zabuni tumeweka huo upendeleo maalum, ambapo wanapokuja katika ngazi ya tathmini taasisi nunuzi ziweze kuwapa upendeleo maalum, lakini kwa kuzingatia sheria, ili kampuni za ndani ziweze kufanikiwa. Tunapozungumza sasa hivi ununuzi wetu wa umma unaopita kwenye mfumo, zaidi ya 90% ya zabuni hizo ambazo zinakuwa zimepita kwenye mfumo zinakwenda kwenye makampuni ya wazawa. Kwa hiyo tunaisimamia hilo na tunafanya kaguzi kwenye taasisi nunuzi kuhakikisha kwamba wanatekeleza hitaji la kisheria, kuzipa upendeleo maalum na kuziwezesha hizi kampuni za ndani ziweze. Na mnaweza mkasema mnajivunia. Tunajivunia kwenye hilo, na hilo utaliona hata ukiwa unazunguka katika mabanda. Biashara nyingi sasa ni biashara za wazawa, na sisi hatuishii hapo katika ununuzi sasa wa umma vile vile, kwa sababu hapa kuna mchanganyiko wa umma lakini vile vile na sekta binafsi. Na ukumbuke sisi tunaendelea tuna jukumu kubwa la kutekeleza dira 2050 ambalo tunafahamu utekelezaji wake 70% ni sekta binafsi. Tuelekee mwishoni sasa kwenye mazungumzo haya, la mwisho la muhimu sana. Tuna kongamano la PPRA. Ujumbe wako nini mkuu mwaka huu? Tarehe 29 mpaka 31 na wakaribisha Arusha pale AICC, ambapo tutakuwa na kongamano lenye dhima ya kwamba kutumia fursa ya ununuzi wa umma kidijitali kufikia uchumi endelevu, shirikishi, shindani kuelekea dira 2050. Karibuni nyote, kwa sababu hili ni jukwaa lenu, wazabuni, tuseme wakandarasi, sekta binafsi, mje tukae chini tudadavue changamoto ambazo mnaziona, nini sisi kama mamlaka takiwa tufanye, tuboreshe vipi mfumo wetu, ili muweze kuendelea kufaidi hizi fursa ambazo kupitia uongozi na maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na waziri wetu Hamis Musa Omar ambaye anasimamia Wizara ya Fedha, sisi taasisi yetu kuhakikisha kwamba fursa hizi zinawafikia. Asante sana. Kikweli amezungumza kwa hisia mkurugenzi mkuu wa PPRA, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma. Hii ni mamlaka inayofanya kazi au wajibu wake chini ya Wizara ya Fedha. Tunaendelea kuwapa hongera na pongezi, na kubwa zaidi ni hilo kongamano ambalo wewe mdhabuni,
mwananchi utapata nafasi ya kuweza kutoa maoni yako kama ambavyo ameweza kuzungumza mkurugenzi. Kwa hiyo hatuna la ziada, tutaendelea kuwa hapa ndani ya banda la Wizara ya Fedha kukupa taarifa sahihi wewe mwananchi, na ukiwa popote pale fika kwenye viwanja hivi, yapo manufaa makubwa sana ya kuweza kupata picha kubwa na dukuduku lako likaondoka. Mimi ni Godfrey Kusola, hadi wakati mwingine. Mkurugenzi, asante. Na ushukuru sana, karibu na wewe vile vile una nafasi ya kuunda kundi maalum ukapata fursa za ununuzi wa umma kupitia mfumo wa kidijitali NeST. Tunasema usichukue maneno ya mtaani kwamba kupata zabuni za serikali unahitaji connection. Connection pekee ya tenda za serikali ni NeST, na NeST kupitia PPRA. Jumbe muhimu sana huo.